Hayo yakiarifiwa, mpiga kura kutoka kaunti ya Nakuru ameelekea mahakamani akiitaka kuamuru kuondoka mamlakani kwa gavana wa Nakuru Susan Kihika kwa madai kuwa ana uraia wa mataifa mawili, Kenya na Marekani. Peter Kuria Mwaniki anahoji kuwa kisheria hafai kuhudumu kwenye afisi ya serikali kwani amewahi kuhudumu kama naibu mwendesha mashtaka huko Dallas, Texas, nafasi anayosema imetengewa tu raia wa Marekani pekee, na hilo ni thibitisho kuwa Kihika ni Marekani. Aidha pia amekosoa tume ya IEBC akidai kuwa haikuwajibika ipasavyo jukumu lake la kuwapiga msasa wa waniaji, na kuitaka mahakama kutilia hayo maanani na kufutilia mbali uchaguzi wa Kihika kama gavana. I, Susan Kihika, do hereby swear. Ufaafu wa kisheria wa gavana wa Nakuru Susan Kihika unatarajiwa kuamuliwa na mahakama baada ya mpiga kura kutoka kaunti hiyo kuelekea mahakamani akiitaka kutoa agizo la kumuondoa afisini. Peter Kuria Mwaniki anaitaka mahakama kuu kumngatua afisini Kihika kwa madai kuwa anashikilia uraia wa mataifa mawili, Kenya na Marekani, hali inayomfanya kukosa ufaafu kisheria kushikilia afisi ya serikali nchini. Sehemu ya ombi lake inasema, na nanukuu, amri itolewe kuwa Kihika hana ufaafu kutokana na kutokuwa mkweli, kukosa maadili, na hivyo uchaguzi wake ulikiuka katiba ya Kenya, mwisho wa nukuu. Mwaniki anadai kuwa kuwahi kuhudumu kwa Kihika kama naibu mwendesha mashtaka huko Dallas, Texas, afisi inayotengewa raia wa Marekani pekee, ni ithibati tosha yeye ni raia wa Marekani. Kupitia wakili wake Omar Siraj, Mwaniki anahoji kuwa Kihika kuendelea kuhudumu kama gavana kunakiuka kipengee cha katiba awamu ya 78 sehemu ya pili kinachomzuia mtu yeyote aliye na uraia wa mataifa mawili dhidi ya kuhudumu afisi ya serikali. Anasema, na nanukuu, nafasi aliyohudumu Marekani ni sawa na ya mwendesha mashtaka humu nchini na hutengewa raia wa taifa husika pekee. Hilo pia ni hitaji kwa mataifa mengine kutokana na uzito wake, mwisho wa nukuu. Mwaniki anasema Kihika hakufutilia mbali uraia wake wa Marekani kabla ya kuwania ugavana mwaka 2022 na amedinda kutoa majibu kwa ombi la iwapo alifanya hivyo. Aidha, hajasaza tume ya kusimamia uchaguzi nchini IEBC akiilaumu kwa kutelekeza majukumu yake ya kikatiba ya kuwapiga msasa wa waniaji vilivyo. Anasema, na nanukuu, tume ya IEBC ilitelekeza wajibu wake ulio kwenye kipengee cha 88 kutathmini ufaafu wake. Kufeli huku hakutii tu doa uchaguzi wa mwaka 2022 ila pia unatishia kuhitilafiana na chaguzi za baadaye, mwisho wa nukuu. Ombi la Mwaniki linaegemea kipengee cha 78 sehemu ya pili inayosema, na nanukuu, mtu yeyote aliye na uraia wa zaidi ya taifa moja hastahili kushikilia nafasi ya afisi ya serikali, mwisho wa nukuu. Haya yote anairai mahakama kushawishika na kufutilia mbali uchaguzi wa Kihika. Kihika aligonga vichwa vya habari miezi 5 iliyopita baada ya baadhi ya wakazi wa Nakuru kuelekea mahakamani kuhusu kutokuwepo kwake kwenye kaunti hiyo, ila kupitia taarifa alisema alisafiri Marekani kwa mapumziko ya uzazi na kisha kurejea nchini Jumajana na pacha wake. Alan Ochanda, KTN. Miungano ya wafanyakazi katika